Watu wengi wanaamini kwamba uungu wa Yesu Kristo unaanza katika Agano Jipya. Lakini je, Agano la Kale tayari lilikuwa linamfunua? Kuanzia maandiko ya Musa hadi kwa manabii na katika Zaburi, maandiko yanaonyesha dalili za yule aliyekuwa anakuja. Ni nani malaika wa Bwana? Kwa nini Agano la Kale linazungumza kuhusu mwana wa kiungu? Na manabii walimshuhudiaje kabla ya Bethlehemu? Si tu kama Masihi, bali kama Mungu mwenyewe aliyefunuliwa katika maandiko muda mrefu kabla ya Agano Jipya. Bwana ni mwema wakati wote, anafurahisha wakati wote, anatupatia amani wakati wote, anatufunulia kweli yake. Karibuni tena katika mfululizo wa masomo haya ya ufunuo wa Yesu Kristo. Na katika somo linalofuata ni mwendelezo wa somo ambao tumelianza katika masomo mawili yaliyopita. Nami nimepatia kichwa kinachosema mimi niko. Basically bado tunaendelea kuchambua ile sura ya 3 ya kitabu cha Kutoka, yaani kitabu kile ambacho kiliandikwa na nabii Musa. Niwakaribishe tuweze kuomba, tumkaribishe Roho Mtakatifu akaendelee kutufundisha na kutuvuvia kile ambacho Bwana Mungu anahitaji tukijue katika somo hili. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu uliye mbinguni, tunaendelea kukusihi na kukusifu kwa kile ambacho umeendelea kutufunulia na kutufundisha. Tunakusihi sasa katika kipindi hiki ukashushe Roho wako Mtakatifu akaendelee kutulinda, malaika wakazunguke pia maeneo haya ambao tunatoa hii huduma, na wale ambao watakuwa wanasikiliza, na mwisho wa siku sifa na utukufu zikakapate kurudia wewe. Tumeomba katika jina la Yesu, amina. Katika kitabu cha Yohana tunasoma, na kondoo wengine ninao ambao si wa zizi hili, na hao nao imewapasa kuwaleta, na sauti yangu wataisikia, kisha kutakuwako na kundi moja na mchungaji mmoja. Ni kazi yetu sisi waumini kupeleka neno kwa watu, na kazi ya Roho Mtakatifu ni kuwafunulia wao na kuwaleta kwa Kristo. Katika tovuti moja ya Got Question tunakutana na swali linalosema, je, ni hoja gani thabiti za kibibilia kwa uungu wa Kristo? Ni moja ya maswali ambayo yamekuwa kiulizwa huko duniani. Nami tukajifunza katika masomo kadhaa yaliyopita ya kwamba ili tuweze kuelewa na kupata ushahidi thabiti kuhusiana na uungu wa Kristo, yatupasa kwenda kusoma Agano la Kale na kulinganisha na kile ambacho kinazungumzwa na Agano Jipya. Kwa kusoma Agano Jipya peke yake, kwa hakika hatutoweza kumwelewa Kristo na hatutokuwa na ushahidi wa kutosha kuhusiana na uungu wa Kristo. Katika kitabu cha Kutoka tunasoma, Bwana akasema, hakika nimeona mateso ya watu wangu walioko Misri, nami nimesikia kilio chao kwa sababu ya wasimamizi wao, maana nayajua maumivu yao. Kwa Musa anatoka sasa, anatuambia aliyemtokea sio tu malaika wa Bwana. Huyu malaika wa Bwana Musa anamuita Bwana. Sio maneno yangu, ni maneno ya Musa, ya kwamba Musa anasema aliyemtokea ni malaika wa Bwana, ambaye baadaye anampatia cheo kingine, alikuwa ni Bwana. Maandiko matakatifu yanasema, maana najua mimi ya kuwa Bwana ni mkuu, na Bwana wetu yu juu ya miungu yote, kwa mujibu wa kitabu cha Zaburi sura ya 135 ukurasa ule wa 5. Huyu Bwana anayetajwa kwenye maandiko matakatifu na kushuhudiwa ni nani? Kwa mujibu wa kitabu cha Wafilipi sura ya 2 mstari wa 11 tunaambiwa, na kila ulimi ukiri ya kuwa Yesu Kristo ni Bwana, kwa utukufu wa Mungu Baba. Ndivyo ambavyo Biblia inasema. Katika kitabu cha Wakorintho tunaambiwa, katika jina la Bwana wetu Yesu ninyi mkiwa mmekusanyika pamoja na roho yangu, pamoja na uweza wa Bwana wetu Yesu. Katika kitabu cha Matendo tunasoma, Yesu Kristo ndiye Bwana wa wote. Kwa hiyo tunaposema kwamba ndiye Bwana wa wote, tunamaanisha katika Agano la Kale na katika Agano Jipya. Kwa hiyo Musa alipokuwa anasema Bwana alinitokea, malaika wa Bwana alinitokea, alichokuwa akikisema ni kwamba Kristo Yesu alinitokea. Katika kitabu cha Kutoka 3:4 tunasoma, Mungu akamwita kutoka katikati ya kile kijiti, akasema, Musa, Musa. Akasema, mimi hapa. Musa aishi kumwita malaika wa Bwana Bwana, anatuambia huyu malaika wa Bwana alikuwa ni Mungu. Sasa kuna watu wanakaa
Watu wanaoitwa wasomi wanaanza kutuambia hapa alitokea malaika, huyu malaika alikuwa akimwakilisha Bwana, baadaye huyu Bwana huyu ndo ambaye anaitwa Mungu. Biblia inasema aliyetokea pale akazungumza na Musa alikuwa ni malaika wa Bwana. Bwana huyu anazungumziwa hapa na Musa na anapewa cheo cha Bwana, na sio tu Bwana bali ni Mungu, na anayezungumza hayo ni Musa mwenyewe. Na tukajifunza katika somo lililopita kwamba huyu malaika wa Bwana alikuwa ni Kristo, na Biblia inatufunulia ya kwamba Kristo ndiye Bwana, na Yesu anatuambia Musa aliandika habari zake. Kwa wao wanaokuja na mafundisho ya kwamba hapa Musa kumaanisha hivyo, hayo ni yale ambayo unamaanisha wewe na sio ambacho maandiko matakatifu yanasema. Sikiliza, Musa anatuambia ya kwamba huyu Bwana, huyu malaika wa Bwana alikuwa ni Mungu. Sikia, katika kitabu cha Zaburi tunaambiwa Bwana ndiye aliye mkuu na mwenye kusifiwa sana katika mji wa Mungu wetu, katika mlima mtakatifu. Katika kitabu cha Isaya 9:6 tunasoma, maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanamume, na uweza wa kifalme utakuwa begani mwake, naye ataitwa jina lake Mshauri wa Ajabu, Mungu mwenye nguvu. Tunatambua ili andiko linamzungumzia Kristo. Kwa kama Kristo ndiye malaika wa Bwana, naye malaika wa Bwana ndiye Bwana, na Biblia inasema kila ulimi ukiri ya kwamba Yesu Kristo ni Bwana, naye Musa anasema huyu Bwana ambaye ni malaika wa Bwana ni Mungu. Je, Yesu ni Mungu? Kwa mujibu wa Isaya, Yesu ni Mungu. Sikiliza, maandiko mengine anasemaje? Katika kitabu cha Isaya 7:14 tunaambiwa, kwa hiyo Bwana mwenyewe atawapa ishara, tazama bikira atachukua mimba, tazama mtoto mwanaume, naye atamuita jina lake Imanueli. Katika kitabu cha Mathayo 1:23 tunasoma Imanueli, yaani Mungu pamoja nasi. Katika kitabu cha Wafilipi sura ya 2 mstari wa 5 hadi 11 tunaambiwa, yeye mwanzo alikuwa yu namna ya Mungu, naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho, bali alijifanya kuwa hana utukufu, akatoa namna ya mtumwa, akawa mfano wa mwanadamu. Yesu Kristo ni Mungu. Katika kitabu cha Wakolosai 2:9 tunaambiwa, maana katika yeye unakaa utimilifu wote wa Mungu kwa jinsi ya mwili. Katika kitabu pia cha Tito 2:13 tunaambiwa, tukilitazamia tumaini lenye baraka na mafunuo ya utukufu wa Kristo Yesu, Mungu mkuu na mwokozi wetu. Haya maandiko yote yanashuhudia kwamba Yesu Kristo ni Mungu. Katika kitabu cha Warumi 9:5 tunaambiwa, ambao mababu ni wao, na katika hao alitoka Kristo kwa jinsi ya mwili, ndiye aliye juu ya mambo yote, Mungu mwenye kuhimidiwa milele. Amina. Katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana 5:20 tunaambiwa, nasi twajua ya kwamba mwana wa Mungu amekwisha kuja, naye ametupa akili ya kwamba tumjue yeye. Huyu ndiye Mungu wa kweli na uzima wa milele. Maandiko yanashuhudia kwamba Yesu Kristo ni Mungu. Musa anashuhudia ya kwamba Yesu Kristo ni Mungu. Hawa ni manabii na mitume, wote wanashuhudia ya kwamba Yesu Kristo ni Mungu. Sikia, katika kitabu cha Yohana sura ya 1 mstari 18 ananiambia, hakuna mtu aliyemwona Mungu wakati wowote, Mungu mwana pekee. Kwa huyu mwana pia ni Mungu. Katika kitabu cha Yohana tunasoma, haya ni maneno ya Tomaso, anasema, Tomaso akajibu akamwambia, Bwana wangu na Mungu wangu. Kwa hiyo Musa anasema hapa kuna Mungu ambaye ni Bwana, ambaye alinishukia mfano wa malaika. Ndicho ambacho Musa anatuambia. Kwa hiyo kama Mungu anaweza akashuka kwa mfano wa malaika, iweje leo tunashindwa kuamini kwamba Mungu anaweza akashuka mfano wa binadamu? Tunaambiwa katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana 4:2 kuwa katika hili mwamjua roho wa Mungu, kila roho ikilio ya kwamba Yesu Kristo amekuja katika mwili yatokana na Mungu. Kama Yesu amekuja katika mwili, hapo mwanzo alikuwa katika namna ipi? Biblia inatuambia alikuwa Mungu. Sikiliza, Timotheo wa kwanza anatuambia, wazee watawalao vyema wahesabiwa kustahili heshima maradufu, hasa wao wajitaabishayo kwa kutaka kuhutubu na kufundisha. Wazee wanasemaje? Ignas anatuambia, huyu ni mzee mmoja wa wazee wa mwanzo ambao niliwanukuu katika nukuu zingine, lakini sasa hivi anatushuhudia jambo lingine. Ignas anasema, hivyo basi uchawi wote na kila aina ya ulozi vilifutwa,
ujinga uliokuwa sifa ya uovu ukatoweka, na ufalme wa zamani ukaondolewa, wakati Mungu alipojitokeza katika umbo la kibinadamu kuleta upya uzima wa milele. Kwa mujibu wa Ignatius anatuambia Mungu alivaa mwili wa kibinadamu, kama ambavyo Musa anatuambia Mungu alivaa mwili akaonekana kama malaika. Sikiliza, Elianus anasema alipokea ushuhuda kutoka kwa wote kwamba yeye alikuwa ni mwanadamu halisi na pia Mungu halisi, kutoka kwa Baba, kutoka kwa Roho, kutoka kwa malaika, kutoka kwa uumbaji wenyewe, kutoka kwa wanadamu, kutoka kwa roho waasi na mapepo. Na ukisoma kwenye maandiko matakatifu yale ambayo anatuambia Elianus, yanashuhudiwa ya kwamba even mapepo, malaika waasi wanatambua Yesu Kristo ni nani. Katika nyaraka za Tertullian tunasoma Kristo ni roho kati ya roho, Mungu wa miungu, akajitoa akaja kama mwana wa Mungu. Hili alimfanya yeye kuwa mdogo katika ukuu, maana kiasili anabaki hivyo hivyo kama ilivyoelezewa katika zama za kale kwamba bikira atachukua mimba na uungu utakuwa umeunganishwa na ubinadamu. Kwa early church fathers wote wanashuhudia ya kwamba Yesu Kristo ni Mungu. Musa pia anatushuhudia na kutufunulia leo ya kwamba Yesu Kristo ni Mungu. Lakini Novatian anatuambia basi atupasa kusoma na kuelewa kuwa Kristo aliyekuwa mwana Adam huitwa pia mwana wa Mungu, pia Mungu. Naye Tatian anatueleza sisi sio wapumbavu au kama walivyo Wagiriki au kusema tunatunga hadithi tusemapo Mungu alizaliwa akawa mwanadamu. Naye Justin Marty katika First Apologies anasema nasi tunathibitisha kuwa tunapomwabudu tunayo sababu ya msingi, kwa maana wanatushtaki kuwa tu wajinga tunaposema kuwa mtu aliyesulubiwa kuwa ndiye Mungu asiyebadilika na kumpatia sifa zote za uungu, muumbaji wa vitu vyote, lakini wao ndio ambao hawajui wala kuitambua siri iliyopo katika hili. Kwa hiyo early church fathers wote, kama ambavyo mitume walivyokuwa wanashuhudia na manabii pamoja na Musa wenyewe walivyokuwa wanashuhudia wazi ya kwamba Kristo Yesu ni Mungu. Mzee Cyprian anatuambia yeyote ambaye anakataa na kukana kuwa Yesu ni Mungu Mungu Mwenyezi hawezi kuwa hekalu la Roho Mtakatifu. Katika kitabu cha Ayubu tunaambiwa waulize tafadhali vizazi vya zamani, ujitie kuyaangalia yale ambayo waliyatafuta. Naye tunamuona John Wesley anatuambia kwanza, kwa nini tuna mashaka katika kuelewa kuwa yeye ni Mungu wa kweli? Yeye yupo juu ya yote, aliyebarikiwa kuliko wote. Alikuwa na Mungu Baba hapo mwanzo, tangia milele, naye alikuwa ni Mungu. Tunakutana pia na Jonathan Edwards anatuambia Kristo akiwa Mungu hasa, yeye ni zaidi ya kila ukuu. Yeye ni mkuu kuliko wafalme wa nchi ulimwenguni kote, mfalme wa wafalme, Bwana wa mabwana. Yeye ni mkuu zaidi ya waishio mbinguni, ni mkuu zaidi ya malaika wakuu waliopo mbinguni. Ndivyo ambavyo Jonathan Edwards anatueleza. Lakini pia tunakutana na John Kevin anatuambia utukufu wa kiungu wa Yesu haukuondolewa kwa kuvaa mwili kwake na wanyama, wala kwa muonekano wake wa kimaskini hata tusione utukufu wake. Naye Martin Luther anatuambia ninaamini kwa dhati kuwa Yesu Kristo Mungu wa kweli, mwana wa milele, lakini pia mtu halisi aliyezaliwa na binti Bikira Mariamu ndiye Bwana. Kwa wana matengenezo, early church fathers, mitume, manabii wote wanashuhudia ya kwamba Yesu Kristo ni Bwana, Yesu Kristo ni Mungu. Katika gazeti la Review and Herald tunasoma katika Kristo uungu na ubinadamu viliunganishwa. Uungu haukushushwa hadhi kuwa ubinadamu, bali uungu uliendelea kushika nafasi yake, na ubinadamu kwa kuunganishwa na uungu uliweza kustahimili jaribu kali zaidi la majaribu kule jangwani. Ndivyo ambavyo tunasoma katika hili gazeti. Katika manuscript release Ellen White anatuambia kuvaa mwili kwa Kristo lilikuwa na litaendelea kuwa fumbo. Kristo Yesu ni Mungu aliyefunuliwa katika mwili. Wapendwa, nilizungumza mwanzo na ninazungumza sasa. Kuto kuelewa ni kwa namna gani uungu umechangamana na ubinadamu kusitufanye sisi kuto kuamini ya kwamba Mungu ana uwezo wa kuvaa mwili na kukaa kwetu, kwa sababu Musa mwenyewe anatuambia yapo ambao tumefunuliwa, lakini yapo ambao hatujafunuliwa. Haya tunayozungumza sasa tumefunuliwa, mengine tutajua mbinguni. Ellen White anatuambia katika Bible Commentary, nguvu na utukufu wa Mwokozi ulifichwa katika mwili. Katika kitabu kinaitwa Humble Hero tunasoma
Mungu alitumia kichaka kilichokuwa kikiungua pasipo kuteketea kuuficha utukufu wake, ili Musa apate kutazama na kuishi. Kwa hiyo kwa Musa, Kristo anashuka ili Musa asiangamie, anaamua kuvaa fomu ya moto. Lakini baadaye miaka mingi, Yesu anaamua kuvaa mwili wa kibinadamu. Hiyo ndio tofauti ya kwamba hapo mwanzo alitokea katika kijiti na alitokea kama moto, ili Musa aone moto, asije akaona utukufu wake akaangamia. Lakini baadaye anakuja kutokea kama binadamu, na tutaona katika sehemu zingine ambazo alijitokea kama binadamu ili wanadamu wasiangamie. Ndicho ambacho Ellen White anatuambia. Tunaendelea kusoma, tunaambiwa na Ellen White, katika kichaka kilichokuwa kikiungua pasipo kuteketea, ambacho kwacho Kristo alikitumia kumtokea Musa, humfunua Mungu. Petro anaendelea kutuambia, yatupasa kutafuta na kuchunguza katika habari zile za neema ambazo zinatuletea sisi wokovu. Wao katika kitabu cha Kutoka sura ya 3 mstari wa 14, Musa anatufunulia kitu kingine. Anasema, Mungu akamwambia Musa, mimi niko ambaye niko. Akasema, ndivyo utakavyowaambia wana wa Israeli, mimi niko amenituma kwenu. Kwa hiyo huyu malaika wa Bwana ambaye anafunuliwa kama Bwana, naye anafunuliwa kama Mungu, sasa hivi anampatia sifa nyingine Musa. Anamwambia, utakapokwenda utawaambia wana wa Israeli ya kwamba mimi niko amekutuma. Kwa nini nasisitiza katika hili la mimi niko? Kumbukeni, tunaendelea kusoma sura ya 3 ya kitabu cha Kutoka. Katika kitabu cha Yohana tunasoma maneno yafuatayo. Haya ni maneno ya Yesu. Anasema, Yesu akawaambia, amin amin nawaambia, yeye Ibrahimu asija kuwako, kwa herufi kubwa, mimi niko. Na hapa ndipo Wayahudi walipochukua mawe na kutaka kumpiga. Kwa nini walitaka kumpiga? Kwa sababu walitambua ambacho Yesu anakisema, ya kwamba yeye Yesu ndiye yeye yule ambaye alitokea katika kijiti cha moto. Kwa sababu Wayahudi walisoma kile kisa, walikijua kile kisa ya kwamba Mungu, malaika wa Bwana alimtokea Musa katika kijiti, ambaye alijitambulisha kuwa yeye yuko. Na hapa Yesu anasema mimi niko. Wayahudi walitambua kwamba Yesu anatangaza kwamba yeye ni Mungu ambaye alimtokea Musa. Na ndio sababu ya kusema tunakupiga kwa mawe, kwa sababu wewe uliye mwanadamu wajifanya wewe kuwa umungu. Sikia, katika kitabu cha Mathayo tunasoma, asomaye na afahamu. Rael, mmoja ya waandishi wa Kiprotestanti, aliwahi kuandika maneno yafuatayo kuhusiana na hiki ambacho tumekisoma. Anasema, mstari huu maarufu naamini unaweza kutafsiriwa kwa njia moja ya kweli. Ni ushuhuda dhahiri wa umilele wa Bwana wetu, kwamba alikuwepo kabla ya uumbaji wote. Tuchukue tahadhari kuona uthibitisho huu mkubwa wa kuwepo kwa Yesu kabla ya yote na uungu wake. Anaendelea kusema, anajitambulisha kwa jina lile lile ambalo Mungu alilitumia alipojitambulisha alipokuwa anawakomboa wana wa Israeli, yaani mimi niko. Ni mimi niko aliyewatoa Misri. Ni mimi niko aliyekufa msalabani kwa ajili yetu. Msingi wa tumaini la wenye dhambi una nguvu ya ajabu hapa. Kwa kumwamini Yesu tunapumzika juu ya uungu wake, kwamba yeye ni Mungu pamoja na kuwa na ubinadamu. Kwa hiyo huyu mwandishi anatuambia kupitia maneno ya Yesu ambayo anajitambulisha pia kama yeye yuko, anatufunulia kwamba yeye ni Mungu ambaye alipata kuweko miaka mingi kabla ya uumbaji, lakini zaidi anatufunulia kwamba yeye ndiye aliyemtokea Musa. Hayo ni maneno ya Yesu mwenyewe pamoja na wachambuzi wa maandiko matakatifu. Tunakutana na Olivian, anatuambia moja ya shuhuda ambazo hakika zinaonekana kumzungumzia mwana ni zile zinazomfunua kama Mungu. Je, kuna haja gani ya kuogopa kama tunaamini kuwa mwana wa Mungu ni wa milele aliye sawa na Baba? Je, ni kitu gani kitutishe kuamini kuwa mpatanishi wetu na Baba anapaswa pia kuwa Mungu akiwa na sifa sawa na Mungu? Charles Spurgeon, mwana matengenezo pia mchungaji, anasema mwana wa milele wa Mungu alivaa mwili akawa mwanadamu. Uungu ukaonekana dhahiri katika mwili wa mpatanishi mkombozi wetu Yesu
Kristo. Kwa hiyo waandishi hawa wote wanashuhudia ya kwamba kile ambacho Lyell anatuambia ya kwamba maneno mimi niko yalikuwa yakifunua uungu wa Kristo Yesu, ya kwamba alipata kuwako, yaani katika mianzo na kabla ya mianzo, milele. Ndicho ambacho hawa watu wanajaribu kuelezea, na ndicho ambacho Yesu Kristo amekizungumza, na tumeona katika masomo yaliyopita, na anaendelea kukizungumza hata sasa. Katika kitabu cha Selected Message tunasoma Kristo kwa namna iliyo ya juu alikuwa Mungu kiasili hapo mwanzo, alikuwa Mungu tangia milele, alikuwa Mungu juu ya vyote, Mungu tangia milele, aliyebarikiwa milele zote. Katika gazeti la Signs of Time mwaka 1900 tunasoma Kristo alipata kuwako kabla ya nyakati kuwako, akiwa nafsi huru ya mwana wa Mungu. Tunapokuwa tunazungumzia uwepo wake kabla ya nyakati, Kristo anatusafirisha nyuma sana ya muda, katika miaka isiyo na tarehe. Na katika kitabu cha Yohana sura ya 17 mstari wa 5, Yesu anathibitisha, na sasa Baba unitukuze mimi pamoja na wewe kwa utukufu ule niliokuwa nao pamoja nawe kabla ya ulimwengu hauja kuwako. Yesu Kristo yeye ndiye yuko. Katika kitabu cha Mathayo 13:17 tunasoma, kwa maana amin nawaambia, manabii wengi na wenye haki walitamani kuyaona mnayoyaona ninyi wasiyaone, na kuyasikia mnayoyasikia ninyi wasiyasikie. Wapendwa katika Bwana, hiki tunajifunza sasa, wapo ambao wametamani sana kuyasikia, wapo ambao wametamani sana kuona connection hizi, kuona mahusiano haya, kuona mafunuo haya, lakini wasipate nafasi ya kuona. Wewe ambao unafuatilia masomo haya, Mungu aendelee kubariki, Mungu aendelee kukufunulia, kwa maana wapo ambao walitamani hawakupata nafasi hii, lakini wewe umeipata. Ninakuombea katika jina la Yesu, amina. Pendwa mtazamaji, tafadhali subscribe, washa kitufe cha kengele, waweza pia kulike, ukacomment na kushare habari hizi njema. Mungu akubariki.